vionekanavyo na hata visivyoonekana kwa ukuu na uweza wako, na kusujudia, maana ndiwe Mungu mkuu. Wakati kama Bwana ninapoanza Mfalme kipindi hiki kipya, na kuomba uwe katikati yetu, Roho wako Mtakatifu pamoja na mtazamaji anayetazama, ya kwamba Mungu utamsaidia na kumwezesha kusikia kwa masikio ya ndani ya Roho Mtakatifu, ili Mungu yakalete nguvu za uzima na wokovu kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Nataka nikaribishe upya. Kwa majina yangu ni Pastor Betty. Natumika katika kanisa la Neema Church International. Niko chini ya mtumishi Bishop Michael Ngao. Mungu akubariki sana. Nataka kusoma katika kitabu cha Waefeso 6:12. Maandiko yanasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nataka nikukumbushe mtazamaji juu ya vita vyetu, ya kwamba vita tulivyo navyo kila siku, hasa sisi watu ambao tumemwamini Kristo, ni vita vya rohoni, si vita ambavyo viko katika mwili. Ndiposa mara nyingi unaweza jipata katika tabu, katika dhiki, katika mateso, lakini ulimwengu wa rohoni ndio sana unateta na maisha yetu na wokovu wetu, kupinga sana yale makusudi ya Mungu kwetu. Kumbuka, kama nilivyosoma, ni kwamba wahusika sana tumeambiwa ni wafalme, wahusika ni watawala, wahusika ni wakuu wa dunia ama wa giza, na jeshi lote la pepo wabaya ambao linapigana nasi, likiunda mbinu mpya za magonjwa, likiunda vita dhidi ya watoto, likiunda vita dhidi ya jamii, juu ya ndoa, linaunda vita tofauti tofauti. Lakini hata katika hayo yote maandiko ama Biblia imekuwa ikisema ushindi kwa ajili ya wale ambao wanamwamini Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji, nataka nikwambie ya kwamba katika hali hii tunayoipitia juu ya ugonjwa wa corona, niko na habari njema kwa ajili ya maisha yako, na hata kwa ajili ya kila mmoja anayetizama ama anayenisikiliza kwa wakati huu. Habari ni kwamba Mungu ameondoa uvuli wa maadui. Wewe unauona tu uvuli wa maadui, lakini Mungu ameuondoa. Na kama ameuondoa, basi ametupa kushinda. Tukiangalia katika ile hali inaendelea, imeleta sana sitomfahamu ama hofu, hasa kwa ajili ya watu wa Mungu. Imeleta hofu hata dunia nzima. Hebu angalia, dunia yote sasa iko katika kilio juu ya corona. Inalia, haijui hata dawa. Amina. Sasa kama wale wanasayansi wenyewe wameshindwa kujua dawa. Amina. Nataka nikwambie vita hivi basi si vya wanasayansi, viko juu ya wanasayansi. Na kama viko juu ya wanasayansi, sisi ambao tumemwamini Mungu, tuna Mungu aliyetupa ushindi. Amina. Na kama kuna Mungu aliyetupa ushindi, ni wakati kama huu tutambue hivi vita viko juu sana. Na kama viko juu sana, ushindi wetu unatoka kwa Kristo. Naye Kristo anasemaje? Nataka nikukumbushe tu pale ambapo Kristo alipokuwa akifa. Maandiko yanasema ya kwamba Kristo alipokuwa anakufa, dunia nzima ilijaa giza. Amina. Ikawa giza kwa masaa matatu. Na ilipokuwa giza kwa masaa matatu, na nini ya kwamba wafalme wote waliokuwa wakishughulikia mitandao hiyo wakati huo walikosa network. Maana mfalme alikuwa anafanya mambo makuu, ama alikuwa anafanya transaction za ajabu kwa ajili ya watu wake ambao wamemwamini. Hivyo nataka nikutangazie ya kwamba Mungu tayari ameondoa uvuli wa maadui. Ni sisi kama kanisa tutayarike kutamalaki. Haijalishi kila siku unasikia habari gani. Amina. Nataka tusome katika kitabu kile cha Samuel chapter 17. Nataka nikusomee tu from verse 9. Nitasoma tu verse 9 kisha nitarukaruka. Biblia inasema, kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wake. Nami nikimshinda yeye na kumua, nanyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Yule Mfilisti akasema
akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu nipigane. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Nataka nikwambie kile ambacho kinaendelea, mtazamaji, wakati kama huu ni uoga, ni utisho, kama vile wakati wa Daudi. Mfalme yule Goliathi, Biblia inasema ya kwamba amekuwa mtu wa vita tangia kuzaliwa kwake. Kwa hivyo yeye na vita ni watu ambao wanajuana vizuri, na kulingana na Biblia inaonyesha vile alivyokuwa amevaa. Mavazi yake ya vita yanatisha. Urefu wake unatisha. Amina. Na yule Daudi anayemwendea, hii ni historia nadhani kila mmoja anajua. Daudi anapomwendea Goliathi, inaonekana kana kwamba mbona nasikia kama kuna vita. Ni nini kinaendelea? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akielekea kwenye vita, tunaona Goliathi yeye anayekuwa amegobea katika vita, anasema ya kwamba nipeni mtu ambaye atapigana nami. Akiniua mimi nitakuwa mtumwa wao, na wao nikiwaua watakuwa watumwa kwangu. Nataka nisemeje? Hofu huwa inajengwa kwa yale maneno mtu ayasemayo. Goliathi alipokuwa akisema kwa siku 40 kila siku, nipeni mtu yule atakayeniua mimi nitakuwa mtumwa wake, na mimi nikimuua atakuwa mtumwa wangu. Hayo ni maneno ambayo yalikuwa yanatisha sana. Lakini Daudi hapoangalia yale maneno Goliathi alikuwa anayasema. Amina, mtazamaji. Daudi yeye alimwendea Goliathi akijua ya kwamba kuna Mungu mkuu awezaye pigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi alipomwendea Goliathi, alimwendea kwa nguvu nyingi za Mungu. Akamwambia, nitakusomea katika kitabu cha hiyo tu Samueli wa kwanza 17:46 nitakusomea. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji, nataka nikwambie, Daudi alipokuwa akienda kupigana na Goliathi, hakuangalia ule urefu wa kimo chake, hakuangalia yale mavazi aliyovaa ya vita. Yeye alijua kuna Mungu mkuu wa kupigana vita. Kwa nini? Mungu ambaye ameshinda kifo, Kristo ambaye ameshinda kifo na mauti, Mungu ambaye alikuwa ametoa Israeli katika mkono mkuu wa maadui ya Misri, Mungu ambaye amepigana vita vikali, akajua tu ushindi ni wa Israeli. Ndiposa aliposikia habari ya vita, Daudi anauliza, ni nani huyu anayetukana majeshi ya Israeli? Amina. Mtazamaji, nataka nikuambie, ugonjwa huu uko yani naona kama ukitukana kanisa. Ugonjwa huu nauona kama vita. Ugonjwa huu nauona tu kama kuleta aibu. Yani Daudi ameinuka kwa hasira, anauliza, Mfilisti wewe unetukana majeshi ya Mungu, unani? Mfilisti wewe usiyetahiriwa ambaye umeinuka kuteta, unani? Nataka nikwambie ya kwamba hiyo aibu uliyoiweka kwa ajili ya Israeli ninaiondoa leo, na Mungu anakutoa wewe, anakutia mkononi mwangu na utakuwa mzoga. Amina. Nataka nikutangazie korona. Haijalishi utisho ambao umeuweka katika anga za dunia nzima, maana mataifa yametishika. Tukiona zile video ambazo zinatolewa kuhusu vile watu wameteseka na kutabika, unataka kutuambia ya kwamba wewe umkuu sana. Lakini niko na habari zako ya kwamba yule Mungu aliyemtia Goliathi katika mkono wa Daudi ndiye Mungu ndiye Mungu amekutia mkononi mwetu, ya kwamba hutaleta aibu kwa kanisa kwa kuangamiza kanisa. Hutaleta aibu kwa taifa ambazo zimemwamini Mungu, ambazo zimemwamini na kumkimbilia Kristo. Kanisa, tahadhari ambayo iko ni kwamba imani zetu zisififie. Tukiangalia katika kile kitabu cha Numbers verse 13, wakati ule Musa alikuwa amemtuma wapelelezi, Biblia inasema ya kwamba wale wapelelezi waliporudi,
walipokuwa wanapeana zile habari, wawili walileta habari za nguvu za imani, lakini wawili wakasema hapana, hiyo nchi ambayo umetutuma kuenda si nzuri. Nataka nianze na habari nzuri. Habari nzuri wanasemaje? Wanaambia sisi hizi ndio habari tunakupa Musa. Ile nchi tuliyoiendea ni nzuri. Nchi ina maziwa, ina asali. Angalia hata matunda yake ndiyo haya. Lakini wale waliokuwa na habari mbaya, wale 10 wanasema hapana, hiyo nchi tumeona Wanaki, tumeona hata Wapeneli huko, sisi tukienda tutaenda tu kuangamia, hatuwezi, afadhali tukufe huku jangwani. Mimi nakutangazia mtazamaji ya kwamba moyo wako usitishike kwa korona. Nafsi yako ipokee nguvu, maana wale maadui Mungu ameondoa uvuli wao. Ameondoa uvuli wa Wanaki, ameondoa uvuli wa Goliathi, ameondoa uvuli wote ulio ndani ya korona. Ufalme wake, utawala wake, ukuu wake ameuondoa, ameutia mkononi mwetu. Ni sisi kama kanisa tujiandae, tujitayarishe kutamalaki upya kanisa jipya ambalo litainuka kwa ajili ya Bwana. Sema amen. Nataka nikupe moyo ya kwamba usififie, maana ukififia utaangamia na korona. Ukififia hutarithi yale ambayo Mungu ameyaweka mbele. Kumbuka Mungu anasema wakati ule akiongea na Musa, akamwambia hebu waambie ya kwamba kuanzia miaka 20 yule ambaye amesadiki maneno ya uongo, basi huyo hatarithi. Huyo ataangamia jangwani mpaka mifupa yote iishe baada ya miaka 40. Lakini wale ambao macho yao watatizama na kuamini kile ambacho Joshua na Caleb wanasema, basi wao ndio watakaorithi hiyo nchi. Amina mtazamaji, nataka nikutahadharishe. Imani yako isififie wakati kama huu. Ukaona kambe korona inakuangamiza, ukaona kambe korona ndio mwisho, ukaona kambe sasa hakuna tena kuisha, hakuna matumaini. Mungu yuko wapi kama kweli tutaangamia? Nataka nikwambie Mungu wetu yuko macho. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu bado ni mkuu. Yeye ndiye aliyehakikisha giza linakuwepo ndipo abadilishe dunia, abadilishe nguvu za wakuu, akose network, achilie network kwa kanisa kwa ajili ya kulitia nguvu na kuliwezesha, na hata alipokufuka akaachilia ushindi kwa ajili ya wanaomwamini. Mtazamaji, usififie moyo, maana utakapozimia hutarithi. Utakapopoteza matumaini mtazamaji, hutarithi. Maana waliokosa kuona kurithi ile nchi ya Kanaani, Mungu alisema mifupa yao itangamia jangwani. Je, uko tayari kuangamia? Ya kwamba watu watakapokuwa wakiingia utukufu mpya ukose kwa shauri tu ya kukosa kuamini? Nataka ujipe moyo. Nataka moyo wako upate nguvu, macho yako yafunguke, umtazame Kristo, ya kwamba inawezekana kuingia katika utukufu mpya. Inawezekana kupenya katika utukufu mpya. Inawezekana kupokea nguvu na kushinda kule ambako umezimia. Pokea nguvu, pokea kushinda. Fungua macho muone Kristo, na kama umeshindwa kuamini, uwe kama yule aliyesema, Bwana nisaidie kuamini kwangu. Yule binti Jairo, mwambie Bwana nisaidie kuamini kwangu, ili uone yale ambayo Bwana ameyapanga kwa ajili ya watakatifu na waumini. Mungu akubariki sana na kuombea neema ya Mungu ikufunike, neema ya Mungu ikuhifadhi, neema ya Mungu ikufiche, ya kwamba macho yako hayatazimia, utaona hadi za Mungu katika utukufu mpya. Mungu akubariki sana. Mtazamaji, ikiwa uko hapo na una sadaka yako, unaweza tu kuitoa kwa ajili ya matumizi ya kanisa na utukufu mrudie Mungu wetu. Nataka nikuombee tu neema ya Mungu ikufiche pamoja na watoto na jamii yako yote iwe salama, ya kwamba mtavuka katika ukombozi. Amen.